Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Tumulike mkusanyiko wa habari mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia habari hizi, jina langu ni Samuel Chem. Karibu. Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano sio udhaifu, bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa mwaka huu, ndugu Wazo Michael Mang'onda, ameridhishwa na ukamilishwaji wa mradi wa maji wa Laiboni, huku akieleza kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameweka mazingira rafiki ya kuhakikisha wananchi wanapata maji. Karibu sasa tuanze taarifa yetu na tunaanza na habari za kitaifa. Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano sio udhaifu, bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Rais Samia ameyasema hayo hii leo Julai 9 mara baada ya kushuhudia utiaji saini wa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa baina ya Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo kwenye hafla iliyofanyika viwanja vya Ikulu Zanzibar. Aidha, Rais Samia amewapongeza viongozi walioshiriki maridhiano hayo, akisema wameweka mbele maslahi ya taifa. Kwa umuhimu wa tukio hili, nitumie nafasi hii kushukuru kwa dhati uongozi wa Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo kwa kukubali kufanya mazungumzo na maridhiano, kwa kutanguliza maslahi ya taifa badala ya maslahi ya vyama au watu binafsi. Kwa umakhususi kabisa ni kushukuru wewe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar pamoja na Mheshimiwa Othman Masoud Othman kwa kutanguliza maslahi ya nchi katika kutafuta mustakabali wa pamoja wa amani kwa nchi yetu Zanzibar. Katika hatua nyingine, Rais Samia amesema wananchi hawahitaji kuona vurugu na mivutano ya kisiasa isiyoisha, bali wanahitaji amani, utulivu na mazingira yatakayowezesha maendeleo ya taifa. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali umoja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo, wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono dhamira njema ya maridhiano baina ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo, huku akiahidi kusimamia mchakato huo kwa maslahi mapana ya Zanzibar. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar, ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Mheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, napenda nikuhakikishieni kuwa niko tayari kushirikiana na viongozi wenzangu kusimamia awamu ya pili ya mchakato ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja na kufuatiwa na hatua nyingine ikiwemo mazungumzo ya ajenda zilizokubaliwa. Naye mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amesema hatua zinazokusudiwa zitakuwa na maslahi mapana kwa Zanzibar, ikiwemo ndoto ya visiwa hivyo vya kuwa kituo cha biashara
na huduma za usafirishaji. Akiwa katika ziara ya kikazi mkoani Rukwa, Daktari Omera ametembelea soko la jioni lililoko barabara ya Kimiti, kata ya Mazwi mjini Sumbawanga, ambapo amejionea maduka yakiwa wazi na shughuli za kibiashara zikiendelea kama ilivyo siku nyingine za kawaida. Mwakata. Sasa mimi nimekuja kuwatembelea kwanza kujiridhisha kama mko salama. Sababu kuna watu ambao wengine sio wema, kazi yao wanachotaka nyinyi msiuze mboga, msiuze matunda, maduka yafungwe, watu walete fujo, wachome shule, wafanye nini ili nyinyi mpate shida, mfungiwe ndani. Lakini kwa namna ambavyo nimewaona wana Sumbawanga, kweli nyinyi ni waungwana na mtaki mchezo. Na mimi niwaambieni tu kwamba mtu anataka kuhamasisha mambo ya ajabu, fanyeni zile dua zile za kikatili ili ashughulikiwe vizuri. Mheshimiwa Waziri amewahimiza wananchi kuendelea kuthamini na kulinda amani, akieleza kuwa utulivu wa nchi unatoa fursa kwa wananchi kufanya kazi, kuzalisha na kuendeleza shughuli za kibiashara bila vikwazo. Aidha, amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola katika kudumisha usalama wa maeneo yao na kuzingatia taarifa zinazotolewa na mamlaka husika ili kuzuia taharuki inayoweza kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi. Lakini ninachoamini ni kwamba nawapongezeni kwa mko vizuri sana. Endeleeni kufanya biashara zenu, na mimi nikupongeze sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kuwafanya hawa kina mama wauze biashara zao hapa. Ili soko waendelee kuwaendeleza, waendelee kuuza, wasiondolewe, wafanye kazi zao hapa. Kwa kweli mimi niwapongezeni sana, lakini mtaendelea kufanya biashara zenu na yupo mtu wa kuwasumbua, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa maelekezo kwenye halmashauri zote kuhakikisha kwamba kina mama wapewe mikopo pasipokuwa na ukiritimba wa aina yoyote. Daktari Omera amesisitiza kuwa amani ni msingi wa maendeleo ya taifa, kwani huwezesha ukuaji wa biashara, huvutia uwekezaji na kuimarisha ustawi wa wananchi kupitia shughuli mbalimbali za uzalishaji na huduma. Katika maeneo aliyotembelea, wafanyabiashara waliendelea kuwahudumia wateja huku shughuli za kiuchumi zikiendelea bila kuathiriwa, hali iliyoakisi mwenendo wa shughuli za maendeleo katika manispaa ya Sumbawanga wakati maadhimisho ya sherehe za Sabasaba yakiendelea kwa mwaka wa 2026. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Serikali mkoani Geita imeondoa sintofahamu iliyokuwa imejitokeza kuhusu hatma ya wachimbaji wadogo wa mgodi wa Msasa uliopo kata ya Runzewe, wilaya ya Bukombe, kwa kusisitiza kuwa hakuna mpango wa kuondoa kwenye eneo hilo au kuingiza mwekezaji mkubwa na kwamba shughuli za uchimbaji zitaendelea kama kawaida. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela wakati wa ziara yake katika mgodi wa Msasa inayolenga kujionea hali ya usalama, kusikiliza changamoto za wachimbaji na kuzungumza nao kuhusu mustakabali wa shughuli zao. Akizungumza na wachimbaji hao, Shigela amesema kuwa serikali inatambua mchango mkubwa wa sekta ya uchimbaji mdogo katika kukuza uchumi wa wananchi na taifa, na hivyo itaendelea kulinda maslahi ya wachimbaji na kuhakikisha mazingira ya kazi yanaendelea kuwa salama na tulivu. Amesisitiza kuwa hakuna sababu ya kuamini taarifa zisizo rasmi zinazoweza kuleta hofu na kuvuruga shughuli za uzalishaji. Ninachotaka niwahakikisheni kwa kuendelea na utulivu huu, kwa kuendelea kuchapa kazi, hakuna mpango wowote wala mpango wa kutengeneza, si kuleta wachimbaji wakubwa, si kuondoa wachimbaji wadogo. Msasa itaendelea kuwa ya wachimbaji wadogo ili waendelee kujiletea fedha. Naye kamanda wa polisi mkoani Geita Safia Jongo amesema jeshi la polisi
litaendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo ya uchimbaji ili kuhakikisha wachimbaji wanaendelea na shughuli zao kwa amani na utulivu. Amewataka wananchi kupuuza taarifa za upotoshaji na kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama pale wanapobaini viashiria vinavyoweza kuhatarisha amani. Ni kwamba endeleeni kupiga kazi kutafuta hela, ulinzi na usalama niachieni mimi, na nawahakikishia kwamba hali ya ulinzi na usalama hapa itaendelea kuwa hivi ilivyo. Nyie endeleeni kupiga hela. Kwa upande wao, baadhi ya wachimbaji wadogo katika mgodi wa Msasa wameeleza kufurahishwa na ziara ya mkuu wa mkoa, wakisema imeondoa hofu iliyokuwa imejitokeza kufuatia taarifa zilizosambaa zikidai kuwa eneo hilo lingepewa mwekezaji mkubwa. Wamesema maelezo yaliyotolewa na viongozi wa serikali yamewarejeshea imani na kuwapa utulivu wa kuendelea na shughuli zao za uchimbaji. Hatuna changamoto yoyote ambayo tumeiface toka asubuhi mpaka sasa hivi wamefika. Ninachoweza kuwashauri wachimbaji, tuendelee kufanya uzalishaji ili tuweze kupata kipato. Hilo ndo muhimu kwetu sisi kama wachimbaji. Hapa tuendelee na kazi iendelee jamani, kwa sababu sisi tusipopata kazi kwa kweli hatua ina maana hatuna sehemu ya kula. Tutafanyaje? Tutaenda kulia wapi? Kazi iendelee. Ziara hiyo ya viongozi wa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama imekuja wakati ambapo kulikuwa na sintofahamu iliyosababishwa na taarifa zisizo rasmi kuhusu hatima ya mgodi wa Msasa. Serikali imesisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na wachimbaji wadogo katika kuhakikisha shughuli za uchimbaji zinaendelea kwa mujibu wa sheria, huku ikilinda maslahi ya wananchi na kudumisha amani na utulivu katika maeneo ya uzalishaji. Kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa kwa mwaka huu ndugu Wazo Michael Mwang'onda ameridhishwa na ukamilishwaji wa mradi wa maji wa Laibon, huku akieleza kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameweka mazingira rafiki ya kuhakikisha wananchi wanapata maji kupitia programu aliyoianzisha ya kumtua mama ndoo kichwani. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari. Hayo yamesemwa Julai 8, 2026 na ndugu Wazo Michael Mwang'onda, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa, wakati akizindua rasmi mradi wa maji wa Laibon iliyoko kitongoji cha Isimiti, kata ya Isilalei. Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu wa maji, mradi wa maji ambao unajulikana kama mradi wa Laibon. Umepokea taarifa na umekagua mradi wetu. Mradi umekamilika na maji yanatoka, wananchi wa kijiji hiki wananufaika na maji. Awali ya yote tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anaendelea kuboresha sekta ya maji na jinsi ambavyo anaweka mazingira rafiki na wezeshi kwa wadau wa maendeleo. Mheshimiwa Rais alizamilia na alisema wakati anaingia madarakani kwamba anakwenda kumtua mama ndoo kichwani, na aliposikia huku kwa mzee Laibon kuna familia kubwa, kuna kina mama, basi akaweka mazingira rafiki na wezeshi, wadau wa maendeleo wakafika huku. Lakini kabla ya maji haya, Mheshimiwa Rais alileta fedha hapa kujenga shule kwa ajili ya kumunga mkono mzee wetu mpenda maendeleo Laibon, ambaye alijenga shule pale. Mheshimiwa Rais akaleta fedha wakajenga shule nyingine, akaongeza madarasa. Lakini akaona hayo haitoshi, panahitajika maji. Maji hayo sasa yameshafika, wananchi wanaendelea kutumia maji. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia oye. Mradi ambao kukamilika kwake kutanufaisha jumla wananchi 680, wanafunzi 425 na mifugo yao. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, Mheshimiwa Gloriana Kimathi, mkuu wa wilaya ya Monduli, ameeleza kuwa wakazi wa kitongoji hicho ni wafugaji na wenye hitaji kubwa la kuwa na maji ya kutosha katika makazi yao kwa wakati wote. Hivyo mradi huo ni wa muhimu kwao na mifugo yao. Akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, ndugu Lekundai Meshuko ameeleza kuwa
Awali wananchi walitegemea maji kutoka kwenye mabwawa ambayo hayakutosheleza maji kwa wananchi 680 na wanafunzi 515 pamoja na mifugo, na kwamba uwepo wa kisima hicho chenye kina cha mita 165 kitakuwa msaada mkubwa kwa upatikanaji wa maji kwa wananchi wa eneo hilo. Huo ulianzishwa kufuatia ombi la wananchi wa kitongoji cha Isimiti pamoja na uongozi wa shule ya msingi Laiboni mwaka 2021 wakihitaji huduma ya maji safi na salama. Kabla ya utekelezaji wa mradi huo, wananchi walitegemea maji ya mabwawa ya mvua ambayo yalikuwa hayadumu kwa kipindi chote cha mwaka. Hali hiyo iliwalazimu kutembea umbali wa kati ya kilomita 5 hadi 10 kufuatia maji katika vijiji jirani, jambo lililosababisha usumbufu mkubwa kwa wananchi, hususan wanawake na watoto. Mradi huo unahudumia wananchi zaidi ya 680 kwa kitongoji cha Isimiti, wanafunzi 415 wa shule ya msingi Laiboni na mifugo 1000. Wananchi wa Laiboni wamemshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha upatikanaji wa maji katika eneo hilo. Ndugu Wazo Michael Mang'onda amehitimisha uzinduzi huo kwa kuwaasa wananchi kuendelea kulinda amani na kuwataka wananchi kupanda miti ili kulinda chanzo hiko cha maji. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limewakamata na linaendelea kuwahoji jumla ya watu 23 kwa tuhuma za makosa ya uchochezi na kupanga njama za kufanya vurugu na uhalifu mwingine katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza. Watuhumiwa hao waliokamatwa, majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa Deus Elias Masalago. Huyu ana umri wa miaka 41, ni mwalimu na mkazi wa mtaa wa Gedeli, wilaya ya Ilemela. Mwingine ni Fanuel John Lutema, miaka 35, mwinjilisti na mkazi wa mtaa wa Dr. Sheni, Igoma, ulioko huko Igoma, wilaya ya Nyamagana. Mwingine ni Julius Mwita Makonga. Huyu umri wake ni miaka 34, kazi yake ni mfanyabiashara na mkazi wa mtaa wa Ndofe, Igoma, huko wilaya ya Nyamagana. Mwingine ni Filipo Mtembeji Chipuruko, ana umri wa miaka 38, fundi ujenzi, pia ni mkazi wa mtaa wa Igoma Mashariki katika wilaya ya Nyamagana. Kazi yake nyingine pia, huyu ni shemasi wa kanisa la EAGT. Mwingine ni Emmanuel Anthony Wambura, miaka 32. Huyu kazi yake ni dereva na mkazi wa mtaa wa Big Bite ulioko wilaya Ilemela. Mwingine ni Fatson Wilson Mpango, miaka 49, mwenyekiti wa mtaa wa Ibungiro A, wilaya ya Ilemela. Watuhumiwa hawa wamekamatwa kati ya tarehe 5 hadi tarehe 7 Julai 2026 kupitia doria zinazoendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza. Jeshi la polisi linaendelea na taratibu za kisheria ikiwemo mahojiano ya kina, na taratibu zitakapokamilika watafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili. Watuhumiwa hawa walikamatwa kati ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu na tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu, yani jana. Ukamataji huo umetokana na doria zilizokuwa zikifanywa na askari wa jeshi la polisi katika maeneo mbalimbali na ufuatiliaji ulikuwa ukiendelea kufanyika katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Jeshi la polisi linaendelea na taratibu za kisheria ikiwepo kuwahoji kwa kina ili taratibu zitakapokuwa zimekamilika waweze kuchukuliwa
hatua kulingana na tuhuma zinazowakabili. Uchochezi huo na njama ambazo walikuwa wanapanga kufanya vurugu ilikuwa ni kwa ajili ya matukio ya fujo na vitendo vya uvunjifu wa amani ambavyo vilipangwa kufanyika kwa siku ya jana. Kwa hiyo hawa ndio washukiwa ambao tunaendelea kuwahoji, idadi yao wako 23. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza linapenda kuwatoa hofu wananchi wote kuwa hali ya usalama ni shwari. Jeshi linaendelea kufanya doria mtaani, zikiwemo doria za miguu na doria za magari, ili kuhakikisha wananchi wanaendelea na shughuli zao kwa amani. Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea kusisitiza na kutoa wito kwa wananchi kutojihusisha kabisa na vitendo vya uvunjifu wa amani au kupanga njama za kufanya vitendo vya aina hiyo. Tunawakumbusha wananchi kuendelea kufuata sheria za nchi pasipo kulazimishwa. Na Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza limeendelea kuimarisha doria katika maeneo yote ya mkoa wa Mwanza, hivyo kufanya mkoa wa Mwanza kuendelea kuwa salama bila kuwa na matukio ya kihalifu, na kwa sasa watu wanaendelea na shughuli zao vizuri bila hofu ya aina yoyote. Aidha, Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi kuendelea kudumisha amani, kutii sheria za nchi na kutoa ushirikiano wa kufichua watu wachache wenye nia ya kuvuruga amani na utulivu uliopo. Lakini pia tunaomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano wa karibu kabisa na Jeshi la Polisi ili kufanikisha kazi zetu za kudhibiti wahalifu kuendelea kuwa rahisi. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Mwanahabari wetu Sai Matias kutoka mkoani Shinyanga ana ripoti zaidi. Hatua hiyo ni kufuatia halmashauri ya Msalala kupata hati yenye mashaka pamoja na kumfungia ofisi mkaguzi wa ndani, jambo ambalo amesema limekwamisha utekelezaji wa majukumu yake na kuathiri uwajibikaji katika halmashauri hiyo. Ameyabainisha hayo wakati akizungumza kwenye baraza maalum la madiwani, ambapo ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kufanya uchunguzi wa kina kuhusu mwenendo wa halmashauri ya Msalala. Imekuwa na vuta ni kuvute. Mkaguzi wa ndani akija anafungiwa mlango asiingie ofisini. Mkaguzi wa ndani akija vitasa vinavunjwa. Kweli ofisi ya umma mnamzuia mtu asiingie? Hata mimi mkuu wa mkoa kwenye ofisi yangu siwezi kuzuia mtumishi yote kuingia kwenye jengo, kwa sababu sio ofisi yangu binafsi, sio nyumba yangu binafsi, ni ofisi ya serikali. Lakini Msalala, mwenyekiti, mmekuwa mmejiamini kupitiliza, na leo hii tumepata hati yenye changamoto, hati ya mashaka. Ili kuepuka kutafutana uchawi, nadhani kuna kila sababu ya kuomba halmashauri yetu hii ipate special audit. Awali akisoma taarifa ya ukaguzi, mweka hazina halmashauri ya Msalala Daniel Kidana amesema halmashauri hiyo imeanza kujibu hoja zilizobainishwa na CAG, huku mwenyekiti wa halmashauri ya Msalala Mibako Mabubu akiahidi kusimamia utekelezaji wa agizo la mkuu wa mkoa. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ametoa hati yenye mashaka kwa halmashauri ya Msalala kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2025. Management ya halmashauri ya Msalala imechukua hatua ya kujibu hoja zote zilizotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na zile za miaka ya nyuma. Kwa niaba ya halmashauri ya Msalala, kwa maelekezo uliyotupatia tutafanyia kazi, na niseme tutapambana hizi hoja kwa kweli haijatufurahisha. Toka halmashauri ianzishwe
swala hati yenye mashaka ni swala geni. Migogoro ya watumishi inaleta changamoto kwa kweli, kwa sababu watumishi wanapokuwa na changamoto za mvutano, labda mivutano ya kimaslahi, maana yake wanaoumia ni wananchi, kwa sababu watakuwa hawafikiwi na huduma kwa wakati zinazotakiwa. Nikiripoti kutoka Shinyanga, mimi ni Sai Matias. Serikali mkoa wa Shinyanga imezitaka halmashauri kutopokea dawa za binadamu ambazo uhai wa matumizi yake ni chini ya miezi 12 ili kuwawezesha wananchi kupata dawa zenye ubora na salama kwa afya zao. Mwanahabari wetu Sai Matias kutoka mkoani Shinyanga ana ripoti zaidi. Utaratibu ambao kwa kweli msikubali dawa zozote ambazo zinakuja halmashauri ambazo zina uhai au ukomo wake wa matumizi unaenda kukoma chini ya miezi 12. Kwa sababu bahati nzuri tunanunua dawa nyingi, hatuna changamoto ya dawa na tunasambaza. Sasa matokeo yake tunaposambaza haimaanishi kwamba ndani ya miezi 6 tuna wagonjwa wengi sana. Sisi tunategemea dawa tunaweza tukanunua kwa stock labda ya miezi 8. Si ndio? Lakini kumbe dawa zimeletwa zina uhai wa miezi 3. Katika kipindi hicho ambacho sisi tumeweka dawa zenye uwezo wa kuhudumia halmashauri yetu kwa kipindi cha miezi 8, ndani ya miezi 4 mkija kuangalia dawa zinakuwa zime-expire. Dawa ambazo zina muda mfupi kabla ya kwenda kufika mwisho wa matumizi tusipokee. Ambapo jumla ya hoja 75 kati ya 78 tayari zimeshafungwa na tumesalia na hoja 3 ambazo zipo katika hatua za utekelezaji. Management iunde kamati za kukagua dawa zinazonunuliwa katika vituo ili kuhakikisha dawa zina zaidi ya miezi 12 kabla muda wake wa matumizi kuisha. Na maoni ya kikao cha kamati ya fedha, uongozi na mipango ilikuwa ni management itekeleze kikamilifu mapendekezo yaliyotolewa na mkaguzi. Kupitia baraza lako hili tukufu, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama baraza tunaungana na mapendekezo ya management kupitia kamati ya mpango na fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, iletwe orodha ya yale magari yote mabovu ambayo yaliyopo hapa kwetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze sasa kufanya utaratibu wa yale matengenezo kama jinsi walivyoshauri wenzetu. Tunapopata hati safi ya ukaguzi, maana yake baraza na management inafanya kazi kwa ushirikiano. Mimi nilitamani sana tusiende mbali, tukubaliane na maoni ya kamati ya fedha kwa hoja zote jinsi walivyoshauri. Taarifa hii kabla haijafika hapa katika kikao hiki cha baraza la madiwani imepitiwa na kikao cha management ambapo ilifanya uchambuzi na kuweza kujibu hoja na baadhi ya hoja kufungwa, lakini pia hoja hizi zimepitiwa na kamati ya ukaguzi ya halmashauri na wao katoa ushauri wao pia na baadhi ya hoja kufanywa kazi, lakini pia hoja hizi zimepitiwa na kikao cha kamati ya fedha cha halmashauri na hadi leo ndo tunaziwasilisha katika kikao hiki cha baraza la madiwani. Kwa hivi sasa tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari kwa mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kwa upande wa habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa tuanzie huko Sudani Kusini. Uhamisho wa kimatibabu kwa waliojeruhiwa nchini Sudani Kusini uliongezeka kwa 50% katika nusu ya kwanza ya mwaka wa 2026, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema. Wakati huu machafuko kwenye nchi hiyo yakipungua.
Taifa hilo changa zaidi duniani limeshuhudia miezi kadhaa ya machafuko mapya tangu mwaka wa 2025 ambapo vikosi tiifu vya Rais Salva Kiir vinapambana na wapiganaji wenye uhusiano na mpinzani wake Riek Machar katika miji kadhaa nchini humo. Kwa mujibu wa ICRC, imewahamisha majeruhi zaidi ya 266 kati ya mwezi Januari na Juni mwaka huu, idadi hii ikivuka 50% ya majeruhi iliyowasilishwa katika kipindi hiki cha mwaka uliopita. Taarifa ya shirika hilo imeongeza kuwa kiwango hiki kinachangiwa na ongezeko la mapigano ambapo raia zaidi ya 1300 wameathiriwa, ikiwemo vifo 767, hili likiwa ni ongezeko la 89%. Sudani Kusini ilipata uhuru mwaka 2011, lakini punde tu taifa hilo lilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya vikosi vya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu wake wa kwanza wa rais Riek Machar. Vita hivyo ilipelekea kupatikana kwa mkataba wa amani wa mwaka 2018. Na huko DRC, mlipuko wa Ebola unaendelea kuenea nchini DRC na maeneo yaliyoathiriwa zaidi na virusi hivyo pia ni yale ambayo njaa inaongezeka kwa kasi zaidi. Umoja wa Mataifa umechapisha ripoti yake ya hivi karibuni kuhusu suala hilo la kutoa picha ya kutisha. Msaada wa chakula unajitahidi kukidhi mahitaji ya watu waliopo katika maeneo hayo. Kadri Ebola inavyoenea, hali ya nchi inazidi kuwa mbaya. Huku Ituri, maeneo mawili kati ya matatu ya afya sasa yameathiriwa na virusi hivyo. Njaa inazidi kuwa mbaya, zaidi ya watu milioni 1.15 wakikadiliwa na ukosefu wa uhakika wa chakula. Janga hili linavuruga masoko ya ndani, uagizaji unapungua, minyororo ya usambazaji inadhoofika na bei zinaongezeka. Kwa kaya zilizo katika mazingira magumu zaidi, upatikanaji wa chakula unazidi kuwa mgumu. Kati ya wagonjwa 1511 waliothibitishwa, ni 900 pekee waliopokea msaada wa chakula moja kwa moja mwanzoni mwa mwezi. Kwa familia za wale walioambukizwa, huduma za chanjo inafikia 25%. Kwa wagonjwa wanaoshukiwa kuambukizwa virusi hivi au wale walio na magonjwa, inashuka hadi 3%. Kwa kuzingatia hili, kundi hilo linaomba dola milioni 22 ili kukidhi mahitaji yanayohusiana na Ebola. Takwimu hii inahitaji kuwekwa katika mtazamo, kwani mpango mpana wa kibinadamu wa DRC nzima unakadiriwa kuwa dola milioni 621, umefadhiliwa kwa 84% pekee. Katika eneo hilo, mamlaka za Kongo zinaimarisha ushirikiano wao na Uganda ili kushughulikia mgogoro huo. Waziri wa afya wa Uganda aliwasili Ituri siku ya Jumatatu akiwa na wataalamu zaidi ya 50 kutoka nchi yake. Amewatuma karibu na mipaka ya Aro na Kasenyi pamoja na timu za Kongo, huku vituo vipya vya matibabu vikitarajiwa kufunguliwa katika maeneo haya. Hata hivyo, mpaka bado imefungwa kwa wasafiri, kwani Uganda inaogopa kuenea kwa visa na inataka kuhakikisha uwezo wa mamlaka za Kongo kusimamia mgogoro huo. Siku ya Jumanne huko Bunia, baada ya mkutano wa gavana wa kijeshi wa Ituri, waziri wa afya wa Uganda Chris Bayomos alisema kwamba ikiwa kuna uhakika wanaweza kutunza wagonjwa wote katika vituo vya matibabu, kuwafuatilia walioambukizwa, kuwaweka karantini, kuwafuatilia na watafunga mipaka haraka. Tumalizie huko Marekani. Vikosi vya Marekani vimezindua mfululizo wa mashambulizi makubwa dhidi ya Iran siku ya Jumanne kujibu mashambulizi ya Iran dhidi ya meli 3 za kibiashara zilizopita mlango wa bahari ya Hormuz. Kamati kuu ya Marekani CENTCOM imetangaza kwenye mtandao wa X. Marekani ilitangaza kurejesha vikwazo dhidi ya mafuta ya Iran na kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran baada ya mashambulizi dhidi ya meli katika mlango wa bahari ya Hormuz. Meli ya 3 ilipigwa na kombora lisilojulikana katika mlango wa bahari ya Hormuz. Shirika la usalama wa baharini la Uingereza UKMTO liliripoti siku ya Jumanne, siku moja baada ya shambulio kama hilo lililohusishwa na Qatar na Iran. Kutokuwa na utulivu huku katika mlango wa bahari ya Hormuz kunasababisha bei ya mafuta kupanda tena.
Wakati huo huo, jeshi la Iran limetangaza kuwa limeanzisha mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika kile wanachokitaja kuwa ni jibu la mashambulizi yaliyofanywa na kamati kuu ya jeshi ya Marekani CENTCOM dhidi ya zaidi ya malengo 80 kusini mwa Iran. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano Julai 8, IRGC ilidai kuwa Marekani ilikiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na makubaliano ya Islamabad kwa kufanya mashambulizi ya anga mapema asubuhi dhidi ya vituo vya pwani na maeneo ya kiraia katika mikoa ya Hormozgan na Mashahil. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Rais wa Marekani Donald Trump hapo jana, baada ya mkutano wa NATO nchini Uturuki, alirejea nyumbani kwa kutumia ndege yake ya zamani ya Air Force One badala ya ile mpya aliyopewa zawadi na nchi ya Katari, uamuzi aliyouchukua saa chache baada ya nchi yake kufanya mashambulizi Iran. Trump hakueleza bayana ni kwa nini aliamua kubadili ndege licha ya kuisafiria ndege yake mpya. Badala yake alirejea nyumbani kwa kutumia ndege ya zamani, akisema ni sababu za kumbukumbu na hakuna uhusiano na mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Mabadiliko ya ndege yameibua maswali mapya kuhusu usalama wa ndege hiyo mpya ambayo Marekani ilitumia dola milioni 400 kuijenga upya. Picha za ndege mpya zilizopigwa hivi karibuni zinaonyesha kuwa huenda ndege hii haikuwa na vifaa kama ile ya zamani ambayo ina uwezo wa kupata ishara kama kuna hatari ya rocket na hatua zinazoweza kufanya kama ile ya zamani ili kukwepa hatari. Kwa mara ya kwanza, Trump alitangaza kupitia mitandao yake ya kijamii kwamba ndege yake mpya imeonekana kupendwa na watu wengi na kwamba itasafiri kwenda Uingereza kwenye moja ya kambi yake kubwa zaidi ya kijeshi ili wanajeshi wake wapate nafasi ya kuiona. Trump alirejea nyumbani kutoka Uturuki kwa kutumia ndege ya zamani ya aina ya Boeing VC-25AS ambayo imebeba raia kwa zaidi ya miongo 3.5. Awali, kampuni zinazofuatilia safari za ndege zinaeleza kuwa zilishindwa kubaini mahali iliko na kwamba huenda marubani walizima vifaa vya rada ya ndege hiyo, mbinu ambayo inatumika wakati inaposafirisha maraisi. Hata hivyo, ndege za viongozi wengine wa NATO zilionekana kwenye rada, ikiwemo ile ya kansela wa Ujerumani na waziri mkuu wa Uingereza. Ndege mpya aliyozawadiwa na Qatar aina mpya ya Boeing 747 na baadaye kufanywa marekebisho ili kumbeba Rais Trump iliondoka Uturuki majira ya asubuhi siku ya Jumatano na kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa RAF Mildenhall nchini Uingereza Jumatano mchana, rada za kufuatilia zilionyesha. Na huko nchini Tunisia, shirika la kimataifa la haki za binadamu Human Rights Watch limelaani kile inachosema ni ukandamizaji unaofanywa na mamlaka nchini Tunisia dhidi ya wapinzani wa kisiasa na wanaharakati wa haki za binadamu. Shirika hili linaungana na wataalamu wa Umoja wa Mataifa na makundi mengine ya asasi za kiraia katika kuelekeza wasiwasi wake kuhusu mgogoro wa haki za binadamu unaozidi kuongezeka nchini humo. Miaka 5 baada ya Rais Kais Saied kuchukua madaraka na kujiongezea mamlaka zaidi ya kiutendaji, Human Rights Watch imesema hali ya haki za binadamu zimezorota sana. Human Rights Watch imesema udikteta ulioibuka upya umesababisha ukandamizaji wa mfumo wa asasi za kiraia, waandishi wa habari, upinzani wa kisiasa, wanasheria huru, wahamiaji na kuvunjika kwa utawala wa sheria. Viongozi wa shirika hili walizungumza katika kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Wametoa wito kwa baraza hilo na nchi wanachama kuvunja ukimya na kulaani ukandamizaji huo hadharani. Tumalizie huko DRC. Nchini DRC, baraza la maseneti siku ya Jumanne lilikubali rasimu ya sheria ya bajeti ya ziada ya mwaka 2022 iliyowasilishwa na naibu waziri mkuu aliyesimamia bajeti Adolphe Muzito. Ingawa bajeti ya serikali imepunguzwa, serikali inasisitiza kwamba ulinzi na usalama vinaashiria kuwa miongoni mwa vipaumbele vyake vikuu. Bajeti iliyorekebishwa imepunguzwa hadi dola bilioni 21.9
upungufu wa 7.4 ikilinganishwa na sheria ya awali ya bajeti, hasa kutokana na kupungua kwa rasilimali za nje. Licha ya kupunguzwa huku, naibu waziri mkuu wa bajeti na fedha Adolf Muzito aliwaambia maseneta kwamba sera kuu zinazohifadhiwa na bajeti hii ya ziada zinalenga matumizi ya ulinzi na usalama. Alitaja nyumba za polisi, usafiri na makambi ya kijeshi kama vipaumbele. Ripoti kutoka kwa kamati ya masuala ya uchumi ya Bunge la Kitaifa linaunga mkono mtazamo huu. Inaonyesha kwamba matumizi ya usalama yameongezeka kwa 31.4 ili kuimarisha usaidizi wa vikosi vya ulinzi na usalama. Wakati wa kikao chake, Adolf Muzito kwa upande wake alitaja ongezeko la 34.4 ambalo lilihalalisha kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa nchi. Katika Seneti, maseneta kadhaa walitaka kupitia zaidi ya takwimu hizi. Mmoja wao alisema kwamba licha ya juhudi hizi kubwa za kifedha kwa ajili ya ulinzi wa taifa, serikali haijapendekeza utaratibu wowote ulioimarishwa kwa usimamizi wa bunge na matumizi haya ya usalama. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, tuangazie muktasari wake. Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano sio udhaifu, bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa mwaka huu, ndugu Wazo Michael Mang'onda, ameridhishwa na ukamilishwaji wa mradi wa maji wa Laiboni, huku akieleza kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameweka mazingira rafiki ya kuhakikisha wananchi wanapata maji. Mtazamaji, kufikia hapa tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia habari hii, jina langu ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.